Mwaka 1867, D.L. Moody, mhubiri maarufu, alikuwa mchungaji wa kanisa kubwa katikati ya jiji la Chicago. Alimwalika mwanaume aitwaye Henry Morehouse kuhubiri kila usiku kwa wiki nzima ya mikutano maalum. Kwa mshangao wa kila mtu, Morehouse alihubiri kila usiku juu ya mstari huo huo wa maandiko. Mahubiri yake ya saba na ya mwisho yalitolewa mbele ya ukumbi uliojaa watu, na kila mtu alikuwa anashangaa ni maandiko gani yangesomwa jioni hiyo ya mwisho. Mwana wa D.L. Moody aliandika kwamba Henry Morehouse alipopanda kwenye mimbari alizungumza maneno haya, na nitanukuu kutoka kwa mwana wa Moody: kwa wiki nzima nimekuwa nikijaribu kuambia ni kiasi gani Mungu anawapenda. Morehouse alihubiri, lakini siwezi kuelezea kwa ulimi huu wangu dhaifu unaositasita. Kama ningeweza kukopa ngazi ya Yakobo na kupanda hadi mbinguni na kumuuliza Gabrieli anayesimama mbele za Mwenyezi aniambie ni kiasi gani Baba anaupenda ulimwengu, yote ambayo angeweza kufanya ni kurudia mstari huu ambao nimekuwa nikihubiri kutoka kwake. Basi Moody alikiri baadaye kwamba katika kipindi hiki cha wiki nzima moyo wake ulianza kuyeyuka, kama alivyosema mwenyewe alipokuwa akimeza ukweli wa andiko hili la ajabu. Moody baadaye alikiri kwamba mahubiri yale yalibadilisha mtazamo wake juu ya Mungu na pia moyo wake mwenyewe kwa watu waliopotea. Sasa leo tumefika katika safari yetu ya hekima kwenye andiko hili kuu, na bila shaka huu ndio mstari unaojulikana zaidi katika Biblia yote. Ninachotaka kufanya leo ni kupunguza kasi ya mashua yetu na kuchunguza kwa undani zaidi andiko hili. Yohana saa 3:16. Yesu anamwambia Nikodemo njia ya wokovu, na sio tu orodha ya sheria, sio dini. Ni uhusiano wa upendo kati ya Mungu na watoto wake kupitia Yesu Kristo. Mtume Yohana anaandika maneno ya Yesu hapa katika mstari huu maarufu sana: hii kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi kwamba akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hebu nigawanye mstari huu na kuchunguza kwa undani zaidi. Mstari huu unaanza na maneno kwa maana Mungu. Sasa tunaweza kusema kwamba yeye ndiye mtoaji mkuu zaidi. Kwa maneno mengine, yote yanaanza na yeye. Unajua, kifungu hiki kinanirudisha mawazoni mwangu kwenye mstari wa kwanza wa Biblia. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Kila kitu kinaanza na Mungu. Mungu ndiye chanzo, ndiye muumba wa uhai wa kimwili, na pia ndiye chanzo na muumba wa uhai wa kiroho. Basi tunaambiwa katika mstari huu, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu. Hii ndiyo kiwango kikubwa zaidi cha upendo. Unajua, unaweza kumwambia mtu kwamba unampenda, au unaweza kusema nakupenda sana. Basi hiyo ndiyo maana yake. Ni kipimo kikubwa zaidi cha upendo kilichopo. Kwa kweli, neno la upendo ambalo Yesu anatumia hapa ni agape. Neno hili halielezei sana hisia, bali linaelezea ukweli. Hili lilikuwa neno la Kigiriki linalomaanisha kufanya uamuzi wa kumpenda mtu. Huu ni uamuzi wa kujitoa. Ona, ulipotembea kwenye ile njia kwenda kumuoa mchumba wako, ukufanya hivyo kwa sababu tu ulipenda sana. Ulifanya hivyo kwa sababu ulichagua kumpenda, na hiyo ni tofauti kubwa, sivyo? Aina hii ya upendo ni uchaguzi, ni kujitoa, na inaongoza kwenye matendo ya upendo. Basi angalia tu lile tendo ambalo Mungu alichukua hapa. Maandishi yanaendelea, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi kwamba akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hiyo Mungu ndiye mtoaji mkuu. Upendo wake ni wa kiwango cha juu kabisa, na sasa tunaweza kuongeza kwamba mwanawe ndiye zawadi kuu kuliko zote zilizowahi kutolewa. Mwanawe wa pekee. Neno la Kigiriki kwa wa pekee, tafsiri yako inaweza kusema mwanawe wa pekee aliyezaliwa, ni monogenes, ambalo linamaanisha Yesu ni wa kipekee. Yeye ndiye mwana wa aina yake. Hii haimaanishi kwamba Mungu Baba alikuwa na mpenzi wa mbinguni na wakapata mtoto. Hii inamaanisha kwamba Yesu ni Mungu, mwana wa kipekee tu.
Mungu Baba aliupenda ulimwengu sana kiasi kwamba akamtoa mwanawe. Sasa andiko hili kuu linaendelea kusema kwamba Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie. Simama hapo. Hiyo ndiyo mwaliko mkuu kuliko yote kuwahi kutolewa. Yeyote anayeamini, yeyote anayemwekea Yesu imani na tumaini lake. Na kwa njia, mwaliko huo unakuhusu wewe na mimi pia. D.L. Moody, mhubiri niliyemtaja awali, alikuwa akisema kwamba dunia inaweza kugawanywa katika makundi mawili, wale wanaotaka na wale wasiotaka. Hebu niulize, wewe uko kwenye kundi gani leo? Vema, ona kwamba Yesu anasema hapa yeyote amwaminie. Hajasema yeyote anayeamini kanisani, yeyote anayeamini katika dini fulani, yeyote, unajua, anayeamini katika Mungu au mungu wa kike fulani. Hapana. Yeyote anayemwamini. Sasa unaona kuna haraka katika mwaliko huu. Yesu anasema kwamba Mungu alimtoa mwanawe ili kwamba yeyote amwaminie asipotee. Sasa, isipokuwa uamini katika mwana wa Mungu utapotea. Sasa neno hili halimaanishi kifo, linamaanisha hukumu. Mtoaji mkuu anayelipenda dunia kwa kiwango kikubwa zaidi na ametupa zawadi kuu kabisa. Sasa anakupa njia bora ya kutoroka. Unaweza kuepuka hukumu ya Mungu. Unaweza kuepuka mateso ya jehanamu kwa kupokea hii zawadi ya bure ya wokovu. Hata hivyo, wale wanaoendelea kutokuamini watapata hukumu ya milele, yaani watapotea, watakutana na hukumu ya Mungu. Unajua, karibu kila wiki nakutana na watu, na mara nyingi nasikiliza wakisali kumpokea Kristo na zawadi ya wokovu. Wakati watoto wangu walikuwa wadogo, ningekuwa narudi nyumbani na kuwaeleza kuhusu wale watu waliotaka kumwamini Bwana na waliokuja kwa imani kwa Kristo. Nilitaka watoto wangu waelewe umuhimu na uharaka wa uamuzi huu muhimu zaidi maishani. Kwa kweli, nakumbuka wakati bado yuko shule ya msingi, mmoja wa mapacha wangu aliandika karatasi fupi kwa ajili ya kazi ya shule yake ya umma. Aliamua kuelezea Injili kwa sentensi chache. Kisha akamaliza karatasi yake ndogo kwa kuandika, sasa kama unataka kuokolewa, unahitaji kumpigia baba yangu simu. Sasa fikiria, yule mwalimu akipokea karatasi kutoka kwa mtoto fulani ikisema, unahitaji kuokolewa. Sasa hicho ndicho hasa Yesu anachomwambia Nikodemo, huyu kiongozi wa juu wa kidini huko Israeli. Unahitaji kuokolewa. Utapotea. Kwa maana Mungu, Yesu anasema, huyo ndiye mtoaji mkuu zaidi. Aliupenda ulimwengu, hiyo ni upendo wa kiwango cha juu kabisa, kiasi kwamba akamtoa mwanawe wa pekee. Huo ndio zawadi kuu zaidi, ili kila mtu amwaminie yeye. Hiyo ni mwaliko mkuu zaidi, asipotee. Huo ndio wokovu mkuu zaidi. Basi mstari haujaisha bado. Mstari unaisha hivi, bali awe na uzima wa milele au wa kudumu. Nikuambie, huo ndio ahadi kuu zaidi. Kwa kweli, tunaweza kusema ni ahadi kuu zaidi ya maisha ya baadaye, bora kabisa. Je, unaweza kujua kwa uhakika kwamba huo ndio mustakabali wako, kwamba una uzima wa milele mbinguni? Basi Yohana baadaye ataandika katika sura ya 20 mistari ya 30 na 31 kwamba Yesu alifanya ishara nyingine nyingi mbele ya wanafunzi wake ambazo hazijaandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili muamini kwamba Yesu ndiye Kristo, yaani Masihi, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mpate uzima kwa jina lake. Je, una uhakika huo leo? Nakumbuka nikiwa mvulana mdogo nilitembelea nyumba ya wanandoa wazee. Yule mzee alikuwa amefungiwa kwenye kiti chake. Alikuwa dhaifu sana, kifo akikuwa mbali. Tulikuwa Wisconsin, kama nakumbuka vizuri, tukisafiri kuelekea Minnesota, ambako babu na bibi yangu waliishi huko Minneapolis. Watoto wa yule mzee, ambao tayari walikuwa wameoa na kuolewa, walikuwa wakiwasaidia wazazi wangu wa mishonari, lakini yeye mwenyewe hakuwa Mkristo.
Tulikaa sebuleni kwa watoto wake na tukasikiliza baba yangu alipoanza kumshirikisha yule mzee mpango wa wokovu. Kisha nakumbuka baba yangu akimuuliza, "Je, ungependa kumpokea Kristo kama Mwokozi wako?" Yule mzee alifikiria kwa muda, kisha akasema, "Sidhani kama nitafanya hivyo." Nakumbuka nilishikilia pumzi yangu. Pia nakumbuka baba yangu alisimama tu, akarekebisha kiti chake, akakivuta karibu zaidi na yule mzee, na kwa haraka baba yangu akaanza tena upya. Na yule mzee alipokuwa ameketi pale amejifunika blanketi ili apate joto, yaani huyu ni mtu aliyeishi maisha mazuri, akalea watoto wazuri ambao sasa ni watu wazima, na hata yeye mwenyewe alikuwa akihudhuria kanisani mara kwa mara. Lakini baba yangu alikuwa akimwambia, kama vile Yesu alivyokuwa akimwambia Nikodemo hapa, kwamba hatawahi kuwa mzuri vya kutosha. Hatimaye baba yangu alimaliza kuwasilisha Injili na akamuuliza tena, "Je, sasa utaweka imani yako kwa Kristo na kumuomba akusamehe dhambi zako, kumuomba Yesu awe Mwokozi wako? Je, utaweza kufanya hivyo sasa?" Yule mzee alisita kidogo, na kusema ukweli, sote tulishikilia pumzi zetu. Halafu nikamsikia akisema, "Naam, nadhani nitafanya hivyo." Nakumbuka machozi yakinitiririka mashavuni nilipokuwa mtoto mdogo. Na wewe je? Je, umeitikia mwaliko huu? Je, umempokea Yesu kama Mwokozi wako? Unajua, wokovu ni bure. Yeye ndiye alilipa gharama, lakini bado ni lazima uombe. Ni zawadi, lakini lazima uifungue. Mwambie awe Mwokozi wako leo. Basi hadi kwenye safari yetu ya hekima ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.